AI agent ni moja ya kitu muhimu sana kuwahi kuletwa kwenye WhatsApp na ni kitu kizuri sana ukikizingatia au ukikielewa. Tumia muda huu kusubscribe kama hujai kutana na video zangu, kwa sababu usipofanya hivyo unaweza usionane nazo tena, na mimi huwa nachimba vitu kama hivi. Like video kuonyesha kwamba umeappreciate, na mimi nitaanza kuchimba vitu kama hivi zaidi na zaidi. Ili uanze kuiset AI agent, utaenda kwenye sehemu imeandikwa tools hapa, ukiingia kwenye WhatsApp business, na utaenda sehemu imeandikwa your AI agent, manage AI knowledge and responses. Ukigusa hii sehemu utakutana na maelezo kama haya. Ni vitu muhimu sana hivi, lakini vitu muhimu zaidi ni viwili tu, ambapo ni kabla sijaanza, kwanza nikupe taarifa kuhusu Betwiner. Betwiner ni kampuni ambayo ina ofa nyingi sana kwa mtu ambaye anajiunga mgeni au mtu ambaye anaendelea kuitumia na alijiunga kwa kutumia promo code. Sasa unaweza kutumia promo code ya Vinei 10, nitaweka kwenye description, na link ya kujiunga nitaweka hapo. Unaweza kujiunga ukaendelea kuitumia kwa wale mnaobeti. Kwenye instructions na hapa kwenye kutest AI. Ukienda kwenye instructions hapa, haya ni maelekezo yote muhimu ambayo AI itayafuata kabla ya kumjibu mtu. Kwa mfano unaweza kuona mimi hapa, don't talk too much, no discounts if someone wanna learn how to edit, hivyo. Unaweza ukagusa hapa kwenye add new, ukaiambia unachokitaka na unavyofanyaga. Japo kama una chatting tayari itajifunza kwenye hizo chatting zako, lakini hapa ni muhimu. Kwa hiyo unaweza kaanza kuadd hapa. Unaweza kaandika English au Kiswahili, lakini English ni muhimu, ni nzuri zaidi. Jibu mtu kwa lugha sawa na SMS aliyotuma. Hii ni issue moja ndogo sana ambayo nataka nitoe mfano. Nitaongea mambo mengi sana hapa. Nikiandika kitu kama hiki alafu nitasave hapa. Nikisave, AI itaelewa kwamba mtu akituma SMS itatakiwa ifanye kitu hiki. Kwa hiyo haya ni maelekezo ya mimi kuielekeza AI, kama unavyomwelekeza mwajiriwa, unavyomwelekeza mtu uliyempa kazi. Kwa hiyo hii agent itaanza kufanya ninachokitaka, lakini sio mara zote inafanya unachokitaka, na ili ujue itabidi uende kwenye, na kwa mfano mimi hii ni issue nimeandika kwa sababu nimeiona napokea watu kutoka sehemu tofauti tofauti. Mmoja akatuma Kifaransa, akatuma lugha yake anayoifahamu, lakini AI inang'ang'ania kumtumia English. Mtu anaweza katuma Kiswahili, katuma English. Kwa hiyo naipa maelekezo kwamba tuma lugha ambayo mtu anaielewa. Nikishaweka response, nikishaweka hiyo instructions, nitaenda kutest AI hapa. Kwenye kutest AI ni kuijaribu. Hivi itakavyokujibu hapa ndivyo ambavyo itajibu wateja wako. Kwa hiyo utaenda sehemu imeandikwa write your own question, kwa mfano. Kwa hiyo unaweza kaandika ujumbe wako, mimi naweza nikaandika mambo. Sasa hapa naandika hivi, itajibu tofauti na ya kwako. Mimi nimeshaijaza information kwamba, na kama unavyoza nitakuonyesha chini pale kwamba nimeiambia mtu akituma salamu isilete maneno mengi, ijibu salamu kisha imsikilize kama hivi, poa vipi. Najua wengi AI agent zenu zina tabia kujibu mambo poa, nikusaidie nini. Mimi huwa sijibugi watu hivyo. Kwa hiyo nimeshaifundisha na AI kwamba mtu akituma salamu jibu poa, acha maneno mengi. Imejibu poa vipi, lakini sijapenda hii alama ya mwishoni hapa. Kwa hiyo nitakwenda kuiambia huku AI, au unaweza ukaiboreshea hapa, lakini hapa kuna issue nyingine ambayo nakwenda kiongelea. Ngoja niende kwenye instructions. Nitaenda kwenye instructions hapa, nitaweka new instruction kwamba nimeandika unapojibu SMS yoyote, chat kama mwanadamu, epuka kutumia alama kama hiyo hapo au alama zozote za maandishi ambazo mimi sijawahi kutumia kwenye chatting zangu. Nitasave haya maelezo na nitaenda kutesti. Kama itarudia kuweka ile alama, maana yake nitaenda kuandika kwa English, lakini utaenda kwenye test your AI hapa, then nitatuma neno lile lile mambo. Hapa ni sehemu ambapo pia unaweza ukaedit AI namna itakavyokujibu. Ukiachana na hapa, pia kuna sehemu nyingine ambayo nakwenda kukuonyesha na ni nzuri zaidi, kwa sababu usitegemee AI itakwenda kuwa bora kwa siku ya kwanza. Unaweza kutumia siku 2 mpaka kuiweka perfect, au siku 3 hivyo. Kwa hiyo nimetuma mambo, imejibu poa. Utagusa hii alama hii ukitaka urekebishe namna inavyojibu. Naweza nikaandika hapo. Mimi huwa najibu hivi, nayo nimeiambia ijibugi hivi. Hapo imekaa fresh. Mambo muhimu ambayo natakiwa usisahau kwenye instruction bana ni kuweka vitu kama hivyo. Hakuna mwisho hapa.
utaiambia usipunguze bei, usifanye discount. Kama wameshakuwekea kabisa hapa kwamba usifanye discount, unaweza ka save. Kwa hiyo haitopunguza bei yoyote, na unaweza kaambia labda imcheki mteja baada ya muda gani mteja kama ameshakuja WhatsApp ameanza kuonekana kama hayupo interested sana. Unaweza kaweka no kama utaki imtumie imkumbushe. Unaweza kaweka yes kama unataka imkumbushe, na pia ni baada ya muda gani, masaa 23 kushuka chini. Ni vitu muhimu vingine. Unaweza ukaiambia unapofanya follow up usitume maneno mengi. Unaweza ukaitumia kitu kama hiki, au unapofanya follow up tuma kwanza salamu alafu msikilize kama atajibu then endelee na follow up. Vingine tutajifunza kwenye chatting zako mwenyewe, kama vitu link unazotuma, sehemu unazowatuma watu wafanye, maelezo unayojibu wateja, na itajifunza kwenye chatting zako. Lakini kama unafutaga chatting, itabidi uambie hapa kila kitu kwenye instructions, au wamekutenganishia hapa, lakini pia ni kama instruction. Unaweza kaiambia maelezo biashara, maelezo jinsi mtu anavyopokea mzigo, lakini unaweza vyote hivi unaweza kaandika kwenye instructions hapa, kwamba mtu akiuliza kitu hiki sisi unaweza kumjibu kitu hiki, au hii inaitwa AI responses. Ukigusa hapa unachagua AI iwajibu watu gani, au ukitaka uitoe kabisa kama inakukera. Kwa hiyo unaweza kaweka hapa ijibu chati zote, unaweza kaweka hapa ijibu chati ambazo haujasave, namba ambazo haujasave. Unaweza kaiweka hapa ukitaka isijibu lakini ijifunze kwenye hizo chatting mpya, au kama ulirun tangazo kwenye Instagram, Facebook, unaweza kagusa hapa then AI itakuwa inajibu zile SMS zilizotoka kwenye tangazo peke yake. Ikifanya makosa unairekebisha, unaiambia kwamba mtu akifanya hivi unajibu hivi, mtu akifanya hivi unaachana naye, mtu akifanya hivi unaniita. Kwa hiyo ukifanya hivi vyote ambavyo nimefanya hapo itakusaidia sana. Nimefanya mfano wa AI inavyofanya kazi ni kama hivi. Huyu ni mshikaji, ni mchizi ambaye huwa tuna chat sana na AI inajifunza chatting, na mimi huwa sivutagi chatting. Kwa hiyo akahitaji hiki kitu, AI ikamjibu na ikampa linki ambazo mimi huwa natoaga na maelezo ambayo huwa nayatoaga pia. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo sio kwamba inabuni au inaotea, ni vitu ambavyo mimi huwa naandika. Hivyo inamjibu kulingana na mimi, kwa sababu hizi ni chatting ambazo nimeshafanya na watu wengi sana, kwa hiyo ni marudio, na AI kwenye marudio iko vizuri sana. Kama unaweza kuwa na wateja 200 lakini watu wanakuja kuuliza kitu kile kile, wana tabia zile zile, bei gani au mnapatikana wapi. Kwa hiyo yenyewe inakuwa inajibu vitu hivyo vinavyojirudia kiurahisi sana. Kwa hiyo haya mazungumzo yamefanyika, lakini mimi sijagusa kitu hapa kwa sababu unaona alama ya AI. Haya ni mazungumzo ambayo yote mimi huwa nafanyaga na ni kama marudio tu. Kwa hiyo AI inayafanya fresh pia bila mimi kugusa. Hii chatting za watu wanatumaga Kifaransa, sometimes wanatumaga lugha zingine sizifahamu, lakini yenyewe inafahamu lugha zote. Kwa hiyo imeelewa na imemjibu kama ambavyo mimi ningemjibu, lakini kwa lugha yake. Unaona ni marudio pia, japo ni lugha tofauti, namtajia na bei kachat nayo. Mimi nakuja kukuta tu ni mshikaji ameshapenda huduma, anataka alipie, ndipo ambapo ikamwachia ina hang. Na pia nilishaiambia kwamba mtu akishataka alipie inabidi isianze impe tu mifumo. Kama ni mtu anatoka nchi tofauti, impe njia ambazo tunatumia kwenye malipo, lakini mambo mengine itaniachia mwenyewe, nitaendelea. Kwa hiyo nakuachia notification kwamba kuna chatting inabidi uitilie umakini hivyo. Kwa hiyo ni issue ambayo muhimu sana kuizingatia, ni issue muhimu sana kuielewa, na kitu ambacho naona wengi wanalalamika, mtu ana set siku ya kwanza anataka iwe perfect. Utavyoiwasha siku ya kwanza haitajifunza kila kitu siku ya kwanza. Kwa hiyo ndani ya wiki hivi, ndani ya siku 5 itakuwa imeshachukua baadhi ya taarifa zako kama chatting, unavyochati na watu, na imejifunza. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuliko siku ya kwanza. Siku ya kwanza inaweza kawa ni kama AI ya kawaida, inafanya vitu vile vile vya AI za kawaida, lakini kuanzia wiki huko inakuwa sasa ni AI yako ambayo inafanya vitu kama wewe unavyofanyaga. Mimi naitwa Vinai na hii naitwa Vinai TV, na haya ndio mambo ambayo sisi tunafanyaga always. Kwa hiyo subscribe, like video. Thanks for watching.